Sejam todos muito bem-vindos a mais uma transmissão do Instituto Vida para Todos. Chegamos ao início de um novo tema. Karibuni tena kwa utangazaji mwingine kutoka kwa taasisi ya uzima kwa wote. Tumefika mwanzo mpya, mada kuu mwanzo, ujumbe wa kwanza, mwanzo. Somo la Biblia ni Mwanzo 1 mstari wa kwanza. Kila mabadiliko ya kitabu yanaonyesha kwamba tutakuwa na mabadiliko makubwa. Lakini nashukuru Mungu kwa sababu kila kitu kinatoka kutoka kwa mwelekeo wa Roho. Na kwa sababu Bwana ametengeneza njia, nitakuwa nataja vitu ambavyo tumesoma hapo awali. Kwa mfano, tulikuwa tunajaribu kupata ufunuo kutoka kwa nyaraka mbili za Mtume Paulo, kwa Mtume Petro. Katika waraka wa kwanza wa Petro na wa pili wa Petro, hatukupata mtazamo kamili wa muktadha wa wakati huo. Na bila muktadha wa wakati huo, hatuwezi kuelewa yaliyomo kwenye nyaraka hizo. Nashukuru Bwana, tunavyozidi kusoma maandiko ya Biblia, Roho anatufunulia. Hasa tuliposoma waraka wa pili wa Petro, wale walikuwa katika matawanyiko ya mkoa wa Galatia, na pale tuliona kuna mambo ambayo hatukuwa tumeyapata, na lazima turudi nyuma tuweze kuyaelewa. Kitabu cha Matendo ya Mitume, tulipogundua kwamba mahali nyaraka hizo mbili za Petro zilikuwa zinatufikisha ni kwamba wale walio katika hatua ya kwanza ya maisha ya kanisa ya huko Yerusalemu yalikuwa maisha ya kanisa yenye nguvu, kanisa ambalo lilikuwa na kielelezo kwa sisi sote, ambapo Roho alikuwa na uhuru wa kufanya kazi, kwa sababu kanisa lilikuwa wazi kwa usemi wa Bwana kupitia mitume. Wote waliendelea kushikamana katika mafundisho ya mitume na ushirika, na mafundisho ya mitume ndio siri ya kanisa na kuendelea kuruhusu Roho kufanya kazi kati yao. Kwa hivyo ilikuwa muhimu sana kugundua kwamba Bwana Yesu. Kwa hivyo tunagundua kwamba kuna mambo ambayo hatuyaelewi, kwamba mwanzo mwema ambao ulianza pale Yerusalemu, tunaona kulikuwa na mambo ambayo yaliyazuia katika wakati mateso yalianza pale Yerusalemu. Katika mstari wa 8, wakati Stefano alipouawa na alipoumizwa, na kuanzia hapo kanisa, watu wakaanza kutoroka na wakapotelea maeneo tofauti tofauti katika Samaria na wengine katika Matendo ya Mitume 8. Tuliweza kuelewa
ujumbe wa Paulo kwamba hata yeye alipitia katika hali ya mateso, na ni kama wengine ambao walikuwa kinyume na mambo ya kanisa, kwa sababu kanisa lilikuwa linakubali itikadi za Wayahudi na desturi za Musa na kufuata mwelekeo mpya na mwelekeo wa imani baada ya kifo cha msalaba na ufufuo wa Kristo. Kwa sababu hiyo wengi walikamatwa na kuuawa, na hii ilisababisha shinikizo kubwa kwa mtume Petero na wale wengine 11. Na kwa njia nyingine waliwekwa katika hali ya chuki na Wayahudi, na kwa hivyo kanisa lilipata hasara nyingi, na hivyo katika mateso hayo kulikuwa na kikundi ndani ya kanisa la Yerusalemu kilichotetea kwamba kanisa lirudi kwenye tohara na sheria ya Musa ili kusawazisha hasira ya Wayahudi. Lakini kabla ya hayo yote, Petero alienda katika nyumba ya Kornelio na kuhubiri neno la Bwana kwa mataifa, na Roho Mtakatifu aliwabatiza wote ambao waliamini na kuwalinganisha katika mwili mmoja. Hivyo hatimaye kanisa likakuwa mwili wa Kristo, ambalo halikuwa tena na ubaguzi kati ya Wayahudi na Wagiriki, wala kati ya jamii yoyote au ngazi yoyote ya kijamii. Tunashukuru Mungu kama anavyosema katika Wakolosai, Kristo ni yote katika yote. Baada ya hapo, wale waliotetea kwamba kanisa lirudi kwenye tohara walianza kufanya kazi kwa njia wazi zaidi, wakihusisha hata Paulo, na Bwana akainua Paulo aweze kubadilisha katika kazi ya Bwana. Na katika Matendo ya Mitume sura ya 16 tunaona injili inapohubiriwa Galatia, na anaporudi katika Antiokia, waligundua kwamba kulikuwa na baadhi ya watu kutoka kwa kikundi cha tohara waliokuja Antioki ambao hawakuamini Yesu kwa wokovu, bali pia wanahitaji kutahiriwa kwa mujibu wa desturi za Musa. Na kwa ufafanuzi wa Paulo, hii ndiyo injili nyingine, sio injili ya Kristo ambayo Paulo na Petero walikuwa wakihubiri. Kutoka wakati huo tuligundua kwamba kulikuwa na mabadiliko makubwa ya mwelekeo. Paulo na Barnaba walipokwenda Yerusalemu kuzungumza na viongozi wa kanisa huko Yerusalemu, tuliona kwamba walichukua muamuzi wa mwisho ambao ulikuwa na Yakobo ndugu ya Yesu, na sio tena mtume Petero ambaye Mungu alikuwa amemweka kama kiongozi wa kazi ya Bwana. Kuanzia Matendo ya sura ya 15 tuliona kwamba kanisa la Yerusalemu lilipendelea uongozi ya Yakobo, kwa sababu yeye alikuwa mpatanishi, na kanisa likarudi kwenye sheria na desturi za tohara. Na kuanzia wakati huo kanisa la Yerusalemu halikuwa tena kanisa lenye nguvu ambalo Roho alifanya miujiza na ishara, bali likawa kanisa linalofuata sheria na kurudi kwenye Uyahudi. Kwa hivyo kulikuwa na mchanganyiko wa imani na sheria, na Roho hakuwa na nafasi tena ya kufanya kazi. Mtume Petro
hakuwa tena na wale waliokuwa wakiamini mafundisho ya mitume, na kwa hivyo aliondoka. Hatuna hakika alikokwenda baada ya hapo, lakini waraka wa kwanza wa Petro unaweza kuwa umeandikwa huko Babiloni, na wengine wanaamini kwamba Babiloni hapa inaweza kuwa mfano wa Roma. Lakini Petro hakuwa tena Yerusalemu, na katika waraka wa pili wa Petro umeandikwa mwaka wa 67, na katika waraka huu ilionekana wazi zaidi kwamba wale walioacha mwelekeo wa mitume na kufuata Yakobo na kurudi kwenye sheria walikuwa waasi wa kazi ya Bwana ambayo Petro, Yohana na Paulo walikuwa wakiifanya. Hii ndiyo historia ambayo ilikuwa imefichika kidogo na hatukuielewa. Lakini tulipoelewa muktadha huo, tuliweza kuelewa vizuri zaidi waraka wa Petro, na kwa hivyo shukrani kwa Mungu, Petro aliwaita hao waliokuwa wakilazimisha Uyahudi manabii wa uongo na walimu wa uongo, ambao walileta mafundisho ya uongo na kufanya masihara ya neno la Mungu ambalo lilipewa mitume. Petro alifananua kwamba neno la unabii ndilo neno pekee linaloongoza kanisa hadi kurudi kwa Bwana. Neno hili ni kama mwanga unaong'aa katika sehemu ya giza. Ndugu, hatuna mwelekeo mwingine wa kufuata isipokuwa neno la kinabii. Leo kanisa lina mwelekeo wa wazi. Hatuko gizani bila mwelekeo. Shukrani kwa Mungu, tuna neno la unabii linalotuongoza na pia linaleta utawala wa Mungu. Hii ni muhimu sana. Tulipoelewa hili, tulirudi nyuma kwenye muktadha wa kitabu cha Matendo ya Mitume. Na Roho alitueleza kwenye kitabu cha Wagalatia, kwa sababu tatizo la Wagalatia lilikuwa ni upinzani wa wale waliokuwa wakilazimisha Uyahudi kuingia katika makanisa ya Asia ndogo na Galatia, wakisema kwamba wanapaswa kutahiriwa kwa ajili ya wokovu. Kwa hivyo Paulo alisema kwamba hii ni injili nyingine, sio injili ambayo sisi tumeihubiri. Kwa hivyo tulisoma kitabu cha Wagalatia kwa kuonyesha kwamba ahadi ambayo Mungu alitoa kwa Waisraeli kwa kweli ilitolewa kwa baba wa taifa hilo ambaye ni Abrahamu. Historia ya Israeli inaanza na Abrahamu, sio Musa. Inaanza na ahadi, sio sheria. Tuliposoma kitabu cha Wagalatia, Paulo alitupeleka nyuma kwa Abrahamu kwenye ahadi, na pia tulichukua kitabu cha Waroma kama msingi, hasa Waroma sura ya 4, ambacho kilituonyesha kwamba Mungu anataka katikati ya kizazi hicho ambacho Abrahamu aliishi, ambapo hakukuwa na mtu yeyote ambaye alimtafuta Mungu wa kweli. Ibrahimu alikuwa pekee yule kati ya kizazi cha waabudu sanamu. Wote walitafuta manufaa yao wenyewe, waliwaachia sadaka kwa miungu ya kigeni kwa manufaa yao wenyewe. Lakini kulikuwa na mtu mmoja duniani ambaye hakuwa radhi na kizazi chochote hicho. Alikuwa akimtafuta Mungu. Yupo wapi huyu Mungu wa kweli aliyeumba mbingu na nchi? Inahitaji kumkuta.
Ndipo ndugu, kwa sababu ya moyo huu wa utafutaji Mungu wa utukufu, alijitokeza kwa Ibrahimu. Na kile ambacho ni muhimu zaidi kwa sisi kuelewa leo ni kwamba Mungu alipojitokeza kwa Ibrahimu katikati ya kizazi hicho cha waabudu sanamu, Mungu alimpa ahadi, naye akatakaswa kwa imani. Imani yake ilimtakasa kwa sababu aliamini kwa Mungu. Alimkuta Mungu, aliamini na kumtegemea kabisa. Hakutafuta manufaa yake mwenyewe au maslahi yake mwenyewe. Hakumtumia Mungu kwa maslahi yake mwenyewe, bali alijitahidi kwa Mungu kabisa. Alijikabidhi kwa Mungu kabisa. Akamwamini kikamilifu, akamtegemea. Popote Mungu alipompeleka alienda. Chochote Mungu alichotaka afanye alifanya. Alitaka kumtumikia Mungu huyu wa kweli, kwa sababu yeye ni Mungu mwenye uwezo wote. Anaweza kufanya yote, anaweza kumtunza Ibrahimu na familia yake vizuri. Kwa hivyo, ndugu, Mungu alimpa ahadi. Ahadi hiyo ni ahadi ya kuwa mrithi wa ulimwengu. Hiyo nchi ambayo Mungu alimwahidi kumpa ilikuwa kitu kikubwa zaidi. Mungu anataka kupitia Ibrahimu na uzao wake mwanadamu aweze kurithi nchi yote. Kwa hiyo ahadi hiyo ilipewa Abrahamu, ingekamilika katika uzao wake pale Kristo alipokuja. Katika kipindi hiki kabla ya Kristo kuja, Mungu baada ya miaka 430 alitoa sheria, na watu wakabaki wakilindwa ndani ya sheria hadi Kristo atapokuja. Kristo alipokuja, wote walipaswa kuongozwa kwake, ambaye ndio mwanzo wa imani. Kwa bahati mbaya walimkataa. Wakati huu walifanya sheria kuwa dini. Walifanya kuwa dini ni dini ya kufa ambayo ililinda sheria, lakini hawakuwa wakisikiliza neno la Mungu. Mungu alipowatuma wanabii wake, kama nilivyosema jana, mwanadamu anataka kujenga mfumo wake mwenyewe, lakini Mungu anataka kuleta ufalme wake duniani. Lakini binadamu hukataa ule ufalme kwa sababu ako na mfumo wake mwenyewe. Hapendi mabadiliko, amekaa vizuri, anapenda starehe. Ndugu, hii ndio ilivyotokea katika historia yote ya Israeli. Lakini nashukuru Bwana kwamba Kristo alikuja ili aweze kukamilisha ahadi. Lakini Mungu hakukata tamaa, kwa sababu alikuja kuwa Kristo kuleta kanisa. Sasa ndugu, sisi kama kanisa tuna wajibu wa kutimiza mapenzi ya Mungu, ambao ni kuwaongoza vitu vyote kwa Kristo. Lakini inahitaji sisi tuweze kuleta mambo yote chini ya uongozi wa Yesu Kristo. Hatuhitaji mashamba, hatuhitaji, tunataka neno ambalo litatuongoza, ili neno hilo lizidi kuingia ndani mwetu kupitia neno ambayo ni neno lake. Na Bwana anatusafisha kwa neno lake, na neno lake ni la kweli. Kwa hivyo tunamfurahia Bwana. Wale ambao walialikwa kwa mara ya kwanza, tumekuwa na kuzama kwa neno na kuimba nyimbo za vita na kuangalia katika neno ambalo neno anatuongesha. Na neno hili linafaa kujaza ndani mwetu na kuwekwa ndani ya moyo wetu, ili ukweli unapowekwa ndani mwetu ni kama tunaoshwa, kama Waefeso mstari wa 5, kwamba Yesu anatuosha kupitia kwa neno. Anatoa chembe zote ambao si nzuri, na analeta chembe ambazo za mtu mpya. Na kila wakati tunapooshwa,
Chembe za mtu wa kale zinatoka ndani mwetu na neno linatuosha na tuosha kamili, limewekwa ndani mwetu na linatuonyesha kwamba ni neno ambayo ni mwili ambao ni takatifu, ama kanisa ambayo ni takatifu. Na wakati ukamilifu wa Yesu Kristo utakapofika, sisi tutakuwa ukamilifu wa Mungu. Mungu anatutumia kanisa kuwaongoza vitu vyote kwa Kristo, vya mbingu na vya dunia. Hii ndiyo wajibu wetu, hata kama wengi wa Wakristo hawajui hili. Bwana anahitaji katika neno tuweze kuwa washindi. Hatuwezi kuwa tunatoka kutoka kwa mwelekeo wa Mungu. Tunafaa kuwa kama Ibrahimu. Tunahitaji kujitolea kwa Bwana kabisa, ili atutumie kutimiza mapenzi yake. Kwanza tunamwacha Bwana atujaze hadi ukamilifu wa Mungu. Hivyo ndivyo mambo yalivyo. Alafu tukaenda katika kitabu cha Wagalatia, na waraka huu ilitupeleka kwa mwanzo, kwa Ibrahimu. Na tukiona mambo mengi kutoka kwa Ibrahimu, tukaona hata Nuhu, tukaiona gharika na mchakato wote uliofika kwa Ibrahimu. Sasa shukrani kwa Mungu, tumefika kwenye mwanzo. Hii si mabadiliko ya ghafla, bali ni kitu ambacho tumekuwa tukifurahia. Mistari hii ambayo Roho ametupatia ni kitu laini. Hatujabadilisha mwelekeo, tunafuata neno lililokuwa limesemwa. Sasa acha tuingie katika Mwanzo, na hapa Bwana anawaheshimisha nyinyi kwa sababu mko na fursa kupata ujumbe wa kwanza wa Mwanzo. Mimi naamini kwamba wale wa mwisho watakuwa wa kwanza, si kwa uwezo wenu, bali kwa unyenyekevu wenu. Mna neno, mna Roho Mtakatifu na mna nguvu za Mungu. Mungu amechagua vitu vinavyodharauliwa na ulimwengu. Hivyo nina matumaini kwamba vitakuwa vikielelezo kwa kanisa. Shikeni unyenyekevu huu mkiwa na imani kwa neno la Bwana. Msiache Roho kufanya kazi. Ndio maana Mungu aliwachagua nyinyi, yaani vitu ambazo vimedharauliwa, na kuweka vitu ambazo ziko na nguvu ziweze kuaibishwa kwa sababu ya uunganipaji wa kanisa. Shikilieni unyenyekevu huu mkiwa na imani kwa neno la Bwana, ili Roho aweze kufanya kazi. Leo hata nitazungumzia Mwanzo. Sitaeleza sana, kwani mstari wa kwanza wa Mwanzo sura ya kwanza unasema, mwanzo Mungu aliumba mbingu na nchi. Nitazingatia neno hili mwanzo. Neno mwanzo kwa Kiebrania ni Bereshit, ambalo linamaanisha mwanzo. Kitabu cha Mwanzo kwa tafsiri ya Septuaginta kinaitwa
mwanzo au asili. Kwa hivyo ambao ni tafsiri ya Kigiriki ya kitambo kabla ya Ukristo kushika, na mwanzo inamaanisha asili ama mwanzo. Kwa hivyo mwanzo inamaanisha chanzo. Kwa hivyo inamaanisha nini kuwa mwanzo? Ama kuanza kwa nini? Ni mwanzo wa nini? Ni mwanzo wa nini? Kwa hivyo unapoanza, wakati unaanza katika Mwanzo 1:1, kabla ya uumbaji hakukuwa na wakati. Hapo tunaona wakati ukianza. Mungu kabla hajaumba hakukuwa na wakati. Mungu alikuwa katika milele. Yeye hana mipaka ya wakati wala nafasi. Mungu yeye mwenyewe ndiye aliye juu. Hakuna aliyemuumba. Yeye yupo tangu milele. Lakini kwa wakati fulani aliamua kuumba, na pale alipoanza kuumba, nyakati zilianza. Kwa hivyo kabla ya uumbaji hakukuwa na nyakati. Mwanzo ndio mwanzo wa nyakati. Wakati unaanza na uumbaji wa ulimwengu. Mungu alipoanza kuumba ulimwengu, hesabu ya wakati ilianza. Hii inatupa maswali matatu. Ya kwanza, kulikuwa na nini kabla ya wakati? Hiyo ni swali la kwanza. Wakati ulianza, lakini kabla ya wakati kuanza, nini kilikuwa pale? Cha pili, wakati unatumika kwa nini? Ama wakati unatumika na nini? Wakati utamalizika lini? Hiyo ndio swali la tatu. Wakati utamalizika lini? Kuna mwanzo na kuna mwisho. Kwa hivyo kwa swali la kwanza, kabla ya wakati kulikuwa na nini? Kabla ya wakati kulikuwa na nini? Kabla ya wakati kulikuwa na milele. Kama nilivyosema, Mungu yeye mwenyewe ndiye aliye juu. Hana mwanzo wala mwisho. Sisi ambao tuko na mwili, tuko na mwanzo, tuko na wakati tulizaliwa, na tuko na siku ambayo tunakufa. Kwa hivyo tuko na mwanzo na kuna mwisho. Kwa hivyo Mungu alipotuumba, alituumba tukiwa na roho, tukiwa na nafsi, na tunafurahia Bwana kwamba roho ambayo tuliumbwa nayo ni ya milele. Kwa hivyo ni nini kilikuwa kabla ya wakati? Kwa hivyo tutakuwa tunasoma masomo ambayo tumesoma, ambayo ni Isaya 57. Ni nini kilikuwa hapo kabla? Ni kulikuwa na Mungu na hakukuwa na kitu kingine. Katika mstari wa 15,
Maana hivi asemavyo aliye juu na aliye mwenye kushika ngazi, ambaye anaishi katika milele, jina lake ni mtakatifu, naishi mahali pa juu na patakatifu. Sitaingia katika maneno haya kwa ndani. Pia naishi pamoja na aliye mnyenyekevu na mwenye roho iliyovunjika, ili kufufua roho za wanyenyekevu na kufuata mioyo ya waliovunjika moyo. Lakini kile ninachotaka kusisitiza kwa sasa ni kwamba Mungu ni Mungu aliyeishi milele. Mahali alipo ni milele yenyewe. Hana mwanzo wa siku wala mwisho wa wakati. Hazeeki, yeye ni yule yule jana, leo na milele. Mungu ni yeye mwenyewe, hana mwanzo wala mwisho. Na Yesu Kristo, kama anavyosema katika Waibrania 13:8, Waibrania 13:8, mstari wa 8 unasema, Yesu Kristo ni yule yule jana, leo na hata milele. Kama Mungu, yeye habadiliki, hazeeki na hatabaki milele. Yakobo 1:17 inasema, kila kipawa kizuri na kila zawadi kamili kinatoka juu, kikitoka kwa Baba wa nuru, ambaye kwa yeye hakuna mabadiliko wala hata kivuli cha kubadilika. Basi Mungu wetu anaishi katika milele, yaani yeye ni nuru, na kwa maeneo mengine yeye ndiye nuru yenyewe. Na kwa mtazamo wa fizikia, yote anayesafiri kwa kiasi ya nuru wakati haupiti, ni milele, ni milele. Kwa hiyo Mungu wetu yuko katika milele hii, yeye ndiye milele yenyewe. Kwa upande wa Yohana 1:1-2, hii najua mnajua, hapo mwanzo kulikuwa na neno, na mwanzo, na huu mwanzo si ule wa mwanzo moja, bali ni katika milele. Katika milele kulikuwa na neno, na neno lilikuwa pamoja na Mungu, na neno lilikuwa Mungu. Neno hilo lilikuwa tangu mwanzo pamoja na Mungu. Nani huyo neno? Ni Kristo. Kwa hivyo Kristo alikuwa pamoja na Mungu tangu milele. Mithali 8:23 inasema, Mithali 8:23 inasema, tangu milele niliamriwa. Tangu milele niliamriwa. Anazungumzia nani? Kristo, ambaye si tu ni neno, bali pia ni hekima ya Mungu. Mithali ya 8:12 nasema, mimi hekima naishi pamoja na busara na ujuzi na maagizo. Kabla ya kuumbwa dunia, Kristo alikuwepo tangu milele. Kabla ya kuumbwa kwa dunia, kabla ya kuumbwa kwa chochote, Kristo alikuwapo hapo mwanzo. Kwa hivyo kabla ya nyakati, katika Zaburi 90:2 inadhibitisha. Zaburi 90:2 inasema nini? Kabla ya milima kuzaliwa
na dunia kuundwa, Então, antes de haver a criação, kutoka milele antes de hata Deus criar os milele, céus e a terra, wewe ndiye Mungu. Deus era Deus e é Deus de eternidade a eternidade. Wewe ni Mungu. Tá? Então, Kabla ya essa kuwa na primeira pergunta foi uumbaji, respondida. kabla ya Mungu kuumba Então mbingu vamos na ver a nchi, segunda pergunta. Mungu Qual é a alikuwa segunda Mungu, pergunta? na yeye Mungu Qual alikuwa o milele hata propósito milele. do tempo? Para que Kwa hivyo serve o swali la tempo kwanza que limejibiwa. Deus criou o tempo? Sasa tuangalie swali la Por que Deus pili. colocou Je, a sua kusudi la criação wakati ni no nini? tempo? Tá? Então, Wakati umekuwepo kwa nini? tudo foi criado Kwa nini Mungu aliunda segundo wakati? o beneplácito Kwa nini do Mungu Pai? aliweka O Pai uumbaji wake desejou. ndani ya O wakati? Pai tem anelo no seu coração, eu já falei, né? Kila Nessas kitu últimas kiliumbwa mensagens. Efésios capítulo 1, kulingana na mapenzi ya versículo 5, Baba. vamos falar sobre isso. Yeye ana hamu moyoni mwake, Nada kama acontece sem que kama primeiro nilivyowaeleza surja katika ujumbe wa hivi karibuni wa Rumi sura ya kwanza mstari wa a 5 sua vontade. ambao Eu unasema juu ya desejo no hili: seu coração, eu anelo, eu suspiro. Quando o Pai hakuna deseja kitu alguma coisa, kinachotokea e se bila torna kwanza sua kutokana na vontade, e hamu vai, ya tudo moyo vai wa ter que ser Baba. feito, né? Então Deus, Ni Pai, mapenzi yake, tudo surge hamu ya da moyo vontade wake. do beneplácito da sua vontade. O Pai tem um anelo ou um Wakati desejo no Baba seu anataka coração kitu que o na motivou kikawa lengo a lake, propor basi kila em kitu kinapaswa Cristo, kutimizwa. tá? Plano para Kwa realizar hivyo sua Mungu vontade. Baba, Eu vou kila ler kitu versículo hutokana na 5, mapenzi yake. Efésios 1:5, e Baba nos ana hamu predestinou au para ele tamaa para a moyoni mwake filiação por meio de Jesus ambayo Cristo, ilimfanya atoe segundo mpango katika o Kristo kutimiza beneplácito mapenzi de yake. sua vontade. Nitasoma Quer mstari dizer, wa 5. nada Alituweka mbele acontece yake se kuwa não watoto a wake origem kupitia não Yesu for Kristo o anelo kwa do mujibu coração do Pai. wa mapenzi Tudo tem que yake. surgir pelo que o Pai Hiyo deseja, inamaanisha tá? hakuna Então aí no kitu versículo 9, kinachotokea desvendando ikiwa asili o yake mistério da sua vontade, asili yake si hamu ya moyo wa Baba. beneplácito que propusera Kila kitu em kinapaswa Cristo. kutokana na Bom, kile Deus- Baba anataka. Kwa Deus, hivyo então, mstari wa 9 Tem um anelo no coração. akitufunulia siri ya Então mapenzi ele yake propõe plano para kwa mujibu wa da mpango sua vontade, aliyokuwa de ser nayo amigo. katika Então, Kristo. a Basi proposta Mungu que ele ana faz, hamu o moyoni mwake, planejamento, o projeto que ele faz kisha é weka em mpango Cristo, wa né? kutimiza Em hamu Provérbios hiyo. 8, Cristo é o seu arquiteto. Então, Mpango nós, huu ele ni propõe em katika Kristo, né? E esse plano mpango vai huu ni realizar katika Kristo. o seu anelo, Kristo ndiyo vai mhandisi cumprir wake. o mistério Tazama da sua vontade. Mithali 8. Aí, então, esse Mpango versículo, huu unatimizwa eu hamu sempre yake. volto aos adolescentes, esse versículo está se referindo a quê? Qual é a vontade de Deus? Utafichua Tá? Aí, siri ya versículo mapenzi 10, yake. é de fazer, Kwa hivyo convergir wacha em turudi Cristo katika mstari ambao na kwa mara kwa dispensação vijana. da plenitude Je, mapenzi ya dos Mungu ni tempos, nini? todas Mstari wa as 10 coisas, unasema tanto as do céu como as da terra, kuleta kila kitu que significa na kikusanywe pamoja na dispensação da katika plenitude Kristo dos tempos. katika nyakati zilizojaa. Significa isso. Aqui está bem claramente explicado. Vitu ambavyo ziko mbinguni na vitu ambavyo ziko ardhini. Somente Je, para nyakati fazer a vontade do Pai. zilizokamilika ni gani? Ou não está claro aqui? Hapa Né? Quando ni na vitu ambazo dispensação da zimepatiwanwa plenitude ufafanuzi dos za tempos. O que wazi. significa isso? Wakati Conforme upo o kwa sababu tempo vai moja tu, acontecendo, kutimiza mapenzi vai ya Baba. acontecendo, até chegar na sua plenitude, até chegar no seu final, Wakati a utakapofika vontade de ukomo Deus tem que ser wake feita. Então, kulingana na mapenzi ya tempo Mungu, existe é para isso. mapenzi ya Mungu O yatakuwa tique-tac tá yametimizwa. passando, não tá, né? Wakati Você olha o seu relógio aqui, ó, tic-tac, unapita tic-tac. kila E o sekunde. tempo Kwa hivyo nyakati ziko kwa sababu ya mambo haya. ele vai, não volta. Não tem como Wakati unapita kila wakati, mesmo que kila poxa, sekunde. que bom se eu tivesse, né, a juventude Kwa hivyo quando eu tinha 18 anos de idade. Mas não tenho mais, wakati não tem como unapopita voltar. umepita, O haurudi tempo tena. é Hata mimi inexorável. nafikiria Ele vai para frente e não volta mais.
kwamba nilipokuwa kijana mdogo nilitamani kuishi kama kijana mdogo, lakini nyakati zinapopita zimepita. Kwa nini? Kwa sababu nyakati uko hapo ili utimize mapenzi ya Baba. Kwa hivyo tusipoteze nyakati, kwa sababu nyakati za kanisa karibu karne 20 zilizopita, bado Kristo hajafanya kanisa kuwa kile kinachojaza yeye yote katika kila kitu. Tuko mbali sana, lakini asante kwa Mungu kwa yote Bwana anayofanya kati yetu. Naamini hatuko mbali na kumaliza. Bwana anatujaza. Hatimaye Mungu amepata njia ya kutujaza. Kanisa limeelewa kwamba hii ni kwa neno la Mungu. Neno hilo ndilo kweli ambalo linatujaza ndani ya Kristo, kwa sababu neno ni kweli na neno la Mungu ndio kweli ya kweli na inatujaza. Na neno hili linasema, neno hilo ni Kristo mwenyewe, kwamba mimi ndimi njia, kweli na uzima. Hakuna mtu ajaye kwa Baba isipokuwa kwa njia yangu. Kwa hivyo Kristo anasema nini hapa? Kwamba ni nafaka ambayo iliyoanguka ardhini, yaani Yohana 12:24. Yohana 12:24, kwamba ni ngano iliyoanguka ardhini na kufa. Kama haiwezi kufa, inabaki ikiwa moja na haiwezi zalisha ngano zingine. Na alipatia uzima katika kufa na kufufuka kwake, alitupatia uzima. Kwa hivyo Yesu ni uzima mwenyewe, na baada ya kutupatia uzima akatupea nini ingine? Anataka kutujaza na nini? Anataka kutujaza na kweli. Na kweli ni nini? Kweli ilitoka wapi? Ukweli ni neno mwenyewe. Watakase kwa kweli, neno lako ni kweli, na kweli hiyo ni Kristo mwenyewe. Leo tumepata njia ya kujazwa na kweli. Tunayo mazoea ya kufanya uzamisho, kujifunza neno kwa moyo, kupitia kwa vijana wetu, kuwa na unyenyekevu. Inatuonyesha tunaingia katika kuzama, kulala na kuamka na Mungu, kushiriki neno kwa wenzetu. Nini kinatokea kwetu? Kweli. Kweli inawekwa ndani mwetu na uongo wote unatoweka. Inatolewa kwetu, uongo wote unatolewa kwetu. Hivyo tunajaza zaidi na Kristo. Katika karne 20 Mungu amekuwa akijaribu kufanya hivi. Mwanzoni mwa kanisa la Yerusalemu walishika mafundisho ya mitume, walikuwa na ushirika na walikuwa katika sala, na Roho alikuwa anawakomboa na walikuwa wanafikia watu wengi, lakini walianza kushindwa kuendelea. Na ningetaka tuendelee katika njia hii, tuendelee kwa njia hii tukitegemea Roho kila wakati, kwa sababu jana tuliongea kuhusu mambo haya. Si kwa sababu tuna uzoefu mzuri, haimaanishi leo utapata sawa,
Leo unahitaji kumtegemea Bwana kwa dhati. Hatuwezi kujitegemea kwa uzoefu wa jana. Leo ni leo. Tunahitaji neno. Ninahitaji Kristo anijaze tena. Nafaa kuendelea ili neno lijae ndani mwetu. Mambo haya yote yanatokea na yanataka yatakapokwisha, wakati utakoma. Kristo atapokuwa mkuu wa juu ama mkuu wa yote, yatakuja kufika kikomo. Kupitia mitume alituonyesha siri ya mapenzi yake katika mstari wa 10. Muitas dispensações já se passaram, né? Quando Deus criou os céus e a terra, antes da criação do homem, kwamba wakati wa nyakati unapofika, nyakati hizo zimeshapita. Wakati Mungu alitengeneza mbingu na nchi, kabla ya binadamu kuumbwa, nyakati nyingi zimepita. Na kutoka wakati wa Abrahamu na Israeli, na wakati tuko katika kipindi cha kanisa, tuko katika kipindi cha mwisho cha kanisa. Munaamini mambo haya ama muamini? Hatuna nyakati zingine za kupoteza. Nyakati ama wakati unaenda ukipita. Hii mambo ya nafasi TikTok, nyakati kuwa zinapita kwa haraka. Tunafaa kuwa macho. Anataka kufanya mapenzi yake kupitia kwetu, ili aweze kuonyesha nyakati za mwisho katika wakati wetu, ambao ni wakati wa 1000. Wakati 1000 unafika, Yesu ataongoza kwa mwaka 1000, na wale ambao watakuwa washindi wataendelea kutawala pamoja na yeye. Na wakati utaisha, vitu vyote ambavyo vinaishi, ambavyo havikuwa katika nyakati za kanisa, zitatupwa katika moto. Tusiende mbali sana. Kwa hivyo wakati ulitengenezwa kwa mapenzi ya Mungu, ili tuweze kufika mwisho wa nyakati. Ndio Kristo awe kichwa ya mambo yote. Kwa hivyo katika mstari wa 22 ambao nilisoma jana, katika chakula cha kila siku, akayaweka yote chini ya miguu yake, akamfanya kuwa kichwa juu ya kila kitu kwa kanisa, ambalo ni mwili wake, ujazo wa yeye ambaye ajaza yote katika kila kitu. Kwa hivyo ndugu, huu ndio utumizi wa wakati kwa Mungu, kumfanya Kristo kuwa kichwa juu ya kila kitu. Na hilo ndio sababu ya nyakati. Na kupitia msaada wa kanisa, wakati unaendelea kuyoyoma. Kwa hivyo lazima tuangalie nyakati. Lazima tuweze kuangalia nyakati ili Bwana aweze kutimiza mapenzi yake. Kwa hivyo swali la 3, wakati utakapokoma, wakati utakoma lini? Ni wakati mapenzi ya Mungu yatakapotimizwa, yaani wakati kila kitu kitapokuwa chini ya mamlaka ya Kristo, na kila kitu kiwe chini ya miguu yake. Sasa wakati Bwana Kristo atapaa mbinguni na Mungu akamweka juu ya mamlaka yote, na kila kitu kiko chini ya mamlaka yake,
mas ainda tem muitas coisas criando resistência lakini a ele. watu wako chini ya vitu ziko chini ya Então miguu quem yake, vai lakini fazer esse hawako trabalho chini ya agora, mamlaka sujeitar yake. todas as coisas a ele? A Kwa igreja, hivyo você lazima e eu. kila kitu kiwe chini ya Então vamos mamlaka lá yake, para Hebreus capítulo 2. lakini Vamos kuna lá? mambo mengi ambayo bado hayako chini ya mamlaka yake. Hebreus capítulo 2, Nani atafanya kazi hii ya kuvitiisha? versículo 5. Ni kanisa, mimi na wewe. Twende kwa Ibrania 2 mstari wa 5. Que sujeitou o mundo Waibrania 2 mstari wa 5. sobre o qual estamos Tusome mstari wa 5. Esse Nasema, mundo que há de vir, irmãos, refere-se maana haikuwa kwa malaika milenar, kwamba tá? Mungu aliweka ulimwengu Antes ujao alguém em certo lugar deu ambao pleno tunazungumzia. Kwa testemunho hivyo dizendo, ulimwengu huu "Que ambao é o homem, unakuja que dele te lembres, ni ou o wa filho do miaka homem, 1000. que o visites." O homem só depois da queda só criou Lakini problema. mstari wa 6 unasema, lakini mtu mmoja mahali fulani alishuhudia akisema, mwanadamu ni nini kwamba umkumbuke, au mwana wa binadamu kwamba umtazame. Mwanadamu baada ya kuanguka alimpa Mungu shida, lakini Mungu hakukata tamaa. Alimuumba mwanadamu kwa hamu ya moyo wake, na mwanadamu alikuwa afanye mapenzi yake. Mstari wa 7, ulimfanya kwa muda mfupi kuwa chini ya malaika, akamvika utukufu na heshima. Je, unajua kwamba tuliwekwa chini ya malaika, na malaika akona nguvu kushinda mwanadamu kwa kila jambo? Lakini ilikuwa mapenzi ya Baba kufanya hivi, kwamba ametupatia nafasi mpya na nafasi nzuri. Ingawa tumewekwa chini ya malaika, tumewekwa utukufu, ukamweka juu ya kazi ya mikono yako. Ulimwengu haukutengwa kwa malaika, bali kwa mwanadamu. Na hapa tunaona ahadi ya Abrahamu. Na nani alikuwa akamilisha mambo haya? Ni Kristo. Kwa hivyo uliumbwa chini kabla ya malaika, lakini umewekwa heshima na utukufu, na tumewekewa kila kitu chini ya miguu yake. Huu ni utukufu wa aina gani na heshima? Tuliwekwa kila kitu chini ya miguu yake. Lazima tuangalie kazi yetu, kwamba aliweka vyote chini ya mamlaka yake. Hakuna kitu hakikuachwa chini ya mamlaka yake. Kwa hivyo mapenzi ya Baba ni kwamba binadamu aviweke vitu vyote ambavyo viko katika dunia, ambavyo si vitu vyote ambavyo ziko chini ya mamlaka yake. Unajua haya? Hatuoni kila kitu kikiwa kimewekwa chini ya mapenzi yake. Tunaona bado saa zingine hata wewe unakuanga umewekwa chini ya mamlaka yake. Watu ambao wamewekwa chini ya mamlaka yangu, Mungu atafanyaje haya yote? Atawezaje kuweka vitu vyote chini ya miguu yetu? Mambo haya yanafanywa kupitia Yesu. Hatuna nguvu ya kufanya mambo haya. Mambo haya yote yatafanyika tukiwa ndani ya Kristo. Na saa hii hatuoni, na tunaona Yesu ambaye alitengenezwa akiwa chini ya malaika, lakini amewekwa utukufu na heshima. Amewekwa utukufu na heshima ili kwa neema ya Mungu aonje kifo kwa ajili ya kila mtu. Kwa hivyo ilikuwa vyema akufe kwa ajili yetu, kumaliza mwanadamu wa kale na kumzaa mwanadamu mpya.
kwa sababu yeye ndiye conduzindo sababu, muitos na filhos kwa à yeye kila glória. kitu kipo, akiongoza Eu esqueci wengi de terminar. kwa utukufu. Kwa hivyo mambo yote yako kwa sababu Em yake, João 14:6, né? Eu na sou kuleta wana wengi katika caminho, utukufu. a verdade e a vida. Nilisahau kumaliza Eu mostrei para vocês que Cristo veio, morreu, katika Yohana ressuscitou, nos deu a 14:6, vida. E pela mimi ndiyo vida njia, recebida, kweli nós temos na uzima. condições de sermos constituídos com a verdade. É ou não é? Nimeonyesha kwamba Kristo Santificados pela alikufa, verdade. alikuja Santifica-os akafa, na verdade. A akafufuka, tua palavra é a akatupa verdade. uzima Então nós estamos nesse, na akatupatia nesse nafasi segundo ya kujua processo, kweli, sendo santificados. ili tuweze Imersão kutakaswa na palavra, kwa kweli. dormir com Neno Deus, ni acordar com kweli, Deus, né? neno lako Transcrição, ni o kweli. dia todo mergulhado na palavra. Kwa hivyo Estamos sisi sendo tuko katika santificados. mchakato huu Quando wa nós pili somos, irmãos, wa totalmente kuwa santificados, o que watakatifu, acontece? kujazwa kwa neno, kulala na O kuamka primeiro na termo, Mungu, eu sou caminho. maandiko katika neno, De tudo isso, kuzama katika neno, introduzir tunatakaswa. no Pai. Katika mstari wa 10, Como ele vai mimi ndiyo njia. introduzir eu e você no Pai, Lengo la se yote nós haya não formos totalmente santos? ni kutuleta kwa O Pai Baba, é santo, não é? Então, para que na nós fôssemos yeye atatuleta haji introduzidos kwa no Baba. Pai, e Cristo é o caminho para isso, irmãos, nós precisamos Ni estar wakati sisi totalmente ni santificados. watakatifu kama Por vile isso, Baba alivyo esse processo mtakatifu. de santificação pela palavra está acontecendo Kwa hivyo conosco. anatuleta Aí katika você vai Baba. entender, aqui fala, né? Aqui fala, Lazima tuwe porque convinha tumesafishwa que kabisa, aquele por na cuja tunasafishwa causa kwa e por neno. quem todas as coisas existem, conduzindo Kwa hivyo lazima tuelewe muitos kile ambacho filhos wanachosema à hapa, glória. Quem é essa glória? kwamba Está ilikuwa conduzindo os muitos filhos de Deus à glória do ilikuwa inampendeza A Bwana glória que é ili o alete próprio Pai. wana Então, wana irmãos, o processo wengi, todo wana é wa para Mungu nos kwa utukufu introduzir wa no Baba. Pai, né? E sermos Analeta totalmente wana wengi constituídos, kwa utukufu wa fazendo Baba. parte inerente de Utukufu Cristo hapa ni e Baba Cristo mwenyewe. no Pai, né? E Kwa hivyo ndugu, mchakato wote ni kutuleta kwa aperfeiçoar-se Baba por meio de sofrimentos o autor da na kuwa salvação tumekamilika, deles. Irmãos, tukuwa quando sehemu ya então Kristo na Kristo katika Baba, é assim é que vai Deus, esse é o processo que Deus precisa terminar de fazer na para kukamilisha terminar o kwa tempo para mateso poder vir a mwanzilishi wa Então, wokovu wao. vamos lá para o Salmo capítulo 2. Salmo Ndugu, 2, ndivyo mchakato huu Senhor Jesus. unavyokwenda. Huu ndio mchakato ambao Mungu anahitaji kumaliza Salmo 2, ili nós kumaliza sabemos wakati. quando nós líamos Na tuende katika Zaburi 2. e sempre está conectado com o Salmo O 2. Bwana Yesu. O Salmo 2 aqui mostra uma coisa que eu Zaburi quero chamar a 2, atenção no versículo 6. wakati tulisoma Zaburi 110 katika mstari wa pili unatuonyesha, nataka kuwaleta katika kuelewa mstari wa 6, lakini mimi nimeweka mfalme wangu juu ya mlima wangu mtakatifu Zayuni, nitatangaza amri ya Bwana. Alinisema, wewe ndiwe mwanangu, mimi leo nimekuzaa. Niombe nami nitakupa mataifa kuwa urithi wako na ncha za dunia kuwa milki yako. Utawatawala kwa fimbo ya chuma, utavunjavunja kama chungu cha mfinyanzi. Unaelewa nini katika kifungu hiki? Katika muktadha huu tunaelewa huyu ni Kristo atayechukua kuwa mkuu wa dunia, utawala, na atatawala mataifa. Hii ndiyo ahadi ambayo Mungu alimpa Abrahamu, na ni uzao na uzao wake kwa mrithi wa dunia. Pia ndiyo mapenzi yake mema ya kumfanya Kristo awe mkuu juu ya yote, kwamba Kristo siku moja atatawala kila kitu, atatawala mataifa yote, atatawala peke yake. Si mwana pekee, si mwana pekee wa Mungu,
bali ni mwana aliyekufa, aliyekuwa mwanadamu, aliishi hapa duniani, akatii Baba hata kufa na kifo cha msalaba. Kwa hivyo ndugu, wakati wa ufufuo, nini kilichotokea? Baba Mungu alimfanya mwana wa pekee. Alifanya hii, inamaanisha Mungu anataka mwanadamu aweze kuwa mrithi wa vitu vyote. Mungu anataka mwanadamu ashiriki kurithi yote. Mungu anataka mwanadamu ashiriki kutawala yote. Kwa hiyo Mungu anataka mwanadamu awe na taji la utukufu na heshima. Katika mstari wa 7 anasema Bwana anasema, wewe ndiye mwanangu, mimi leo nimekuzaa. Kristo anatuleta katika yeye. Anataka mwana akuwe binadamu ili na kama mwana wake wa kwanza aweze kuzalisha wengine zaidi. Tumefanyika wana zaidi, aliyetuingiza katika utukufu wa Mungu. Ni kitu cha kupendeza sana, ni kitu cha kufurahisha. Kwa hivyo ndio maana mwandishi wa Ibrania anauliza, kwani binadamu ni nani? Kwa hiyo unamuwazia sisi ni akina nani? Kwa sababu Bwana ameweka mambo mengi kwake, lakini tunayaona kwa Yesu kupitia kwa neno lake, ambapo anatusafisha. Ndio maana ili mambo haya yaweze kutokea, lazima Yesu aweze kufufuliwa. Aweze kukaa katika mkono wa kulia akiwa juu ya mamlaka na enzi zote, na anaweka mambo yote chini ya miguu yake, na aweze kuwa na mamlaka juu ya kila kitu, kwa sababu Kristo alipeanwa kwa kanisa ambayo ni mwili, ambaye ni mkuu wa kila kitu na anajaza kila kitu. Lazima tuelewe katika muktadha huo. Kwa hivyo katika mapenzi yake akafanyika binadamu na akanyenyekea hadi kifo cha msalaba. Na hii inamaanisha nini? Filipenses 2, versículo 5 em diante, como fala? Katika Wafilipi 2 inasema nini? Wafilipi 2 sura ya 2 kuanzia mstari wa 5. Inasema nini? Fikirini kati yenu vile vile mlivyo katika Kristo Yesu. Yeye akiwa na umbo la Mungu hakufikiria kuwa sawa na Mungu ni kitu cha kukamata, bali alijifanya hana kitu, akawa kama mtumwa, akawa na sura ya mwanadamu, alipatikana kama mtu, alijinyenyekeza, akaitii hata kifo, naam, kifo cha msalaba. Kwa hivyo Mungu pia alimfanya kuwa mkuu, akampa jina kuu kuliko majina yote, ili kwa jina la Yesu kila goti lipige magoti, mbinguni na duniani na nchi ya dunia, na kila ulimi ukiri kuwa Yesu Kristo ni Bwana, kwa utukufu wa Mungu Baba. Hii inamaanisha nini? Kila goti lipige magoti mbinguni, duniani
as da terra, e toda língua Na vai hii ni ter que Waefeso confessar Jesus Cristo 1:10. é o Kristo Senhor. atakuwa mkuu juu ya yote, Aquele yale que ya mbinguni na resistia ya a isso, duniani, resistia a sua autoridade, na não vai kila por lago de ulimi fogo. utambue kuwa Yesu ni Kristo. Yesu Por isso, Kristo ni irmão, Bwana. assim por meio da sua Yeyote ressurreição, anayepinga Cristo hili, gerou a igreja. ndugu, a qual é o ataenda seu kwenye corpo. ziwa la A moto. igreja será usada para sujeitar todas as coisas a Cristo. Ndio maana, Porque em ndugu, posição, kwa njia ya Cristo já ufufuo está lá em cima. Todas as wake, coisas já estão debaixo dos seus pés. Mas a igreja está aqui embaixo ainda. E nesse meio tempo ainda tem Kristo muitos alizaa que não kanisa. se sujeitam a Cristo. Kwa hivyo Não é? Kristo ako juu Aqui na há mambo yote yako principados e chini. potestades. Satanás e os seus Kwa hivyo generais, Kristo ako juu anjos caídos, eles na não kuna se mambo sujeitam hapa ao chini Senhor. ambayo hajawekwa chini E ya aqui na mamlaka terra, ya irmãos, Yesu Kristo, ele tem seus súditos para ambao começar os ni demônios, mas também a humanidade toda rebelde, mamlaka na ufalme mergulhado em pecado e na morte. ambazo bado hazijawekwa chini Total. ya kutii Mas Yesu Deus vai Kristo. fazer Na hapa sujeitar. duniani, ndugu, tudo vai se sujeitar. tuko na watu ambao Então, wako mas tudo vai se sujeitar a partir waasi da igreja. ambao wamekataa Então, se kutii, você não acelerar esse processo, lakini e você Mungu se atafanya sujeitar yote a Cristo, irmãos, yatii, vai demorar yawe muito para chini tempo ya acabar. mamlaka yake Irmão, nós queremos acelerar o processo. na kupitia kanisa, lakini Então, yote é yatakiwa importante katika permitir kuanzia que kanisa. Cristo Kwa hivyo nos encha kama completamente até a plenitude de Deus. kwa hivyo Que eu mambo li haya para lazima vocês ontem, tuyaharakishe, em Efésios capítulo 3, versículos 17 e 18, não? E porque Cristo, na ni muhimu ele Kristo subiu aweze acima de todos atujaze os céus, isso kwa está em ukamili, Efésios capítulo 4. ambapo nilisoma jana, Vamos lá. Waefeso Efésios 3:17-18, Vocês aguentam, né? kwa sababu Kristo Efésios capítulo 4, alipaa versículo juu 10. mbinguni zote. Aquele que Katika desceu Waefeso 4, é também o mesmo nataka que muweze subiu kutulia kwa acima dakika kidogo. de Katika todos Waefeso os 4 céus. mstari wa 10, Cristo está acima de todos os céus. Mas com que objetivo? yeye aliyeshuka ndiye Para pia aliyepanda encher juu ya mbingu zote. todas as coisas. Kristo yuko juu ya mbingu Aquele zote, que não permite lakini kwa a nini? Cristo encher, Kwa não vai estar sujeito a ele. kwa ajili ya E todo kujaza aquele que não yote. está sujeito a ele, irmãos, vai ter que ser varrido do Yeye universo. asiyeruhusu Por isso, Kristo irmãos, kumjaza vamos permitir Cristo nos encher. Para Deus poder nos usar para encher hatajatiwa todas as kwake. coisas, não é isso? Então, Lakini como yeye membro do corpo de na Cristo, yeyote irmãos, asiyetii nós kwake, ndugu, fomos resgatados atafukuzwa da katika nossa ulimwengu vã huu. maneira de vida. Kwa A hivyo, nossa ndugu, turuhusu maneira de Kristo vida era atujaze. vazia. Não tinha Cristo, não tinha realidade, não tinha Na kama verdade, viungo katika né? mwili wa Isso Kristo, está em 1 lazima Pedro, tukombolewe. capítulo 1, versículo 18 e 19. Nós Maisha somos yetu ya kitambo resgatados da yalikuwa nossa hayana vã uzito kwa sababu maneira de vida. hayakuwa O na que é vã kweli, maneira de vida? yalikuwa matupu. Vaidade, Na katika sem mstari bila Kristo falsidade, inatuonyesha né? Não tem mstari wa verdade. kwanza Então nós somos 18, Petero, waraka wa kwanza wa Petero 1:18 na 19, nasema tumeokolewa kutoka kwa katika njia yetu ya maisha isiyo na maana. Nini maana ya njia isiyo na maana? Ubatili, bila maana, uongo, hakuna ukweli. Kwa hivyo sisi ni nani Kristo? Bwana atumie neno kutujaza na Kristo kutujaza kwa kweli, kwa maana sisi sote, nilisoma jana Waefeso 4:17-18, tulizeni maandishi yafuatayo, kwa sababu tuliishi maisha ambayo hayakuwa na kweli. Tulikuwa na uongo, hatukuwa na njia ambayo tunaweza fuata, lakini nafurahia Bwana ametujaza na kweli kupitia Kristo. Anatupatia nafsi mpya, anatupatia akili mpya. Anatupatia akili mpya vipi? Ni kupitia neno. Na nilisema hili jana, wakati
tulijifunza jinsi ya kurejeza uhai wetu kwa Bwana kwa kutaja jina la Bwana, tukisema o Bwana Yesu. Hatuwezi achia hapo. Kuliitia jina la Bwana linatushikanisha na Mungu. Ni kama simu. Kama sina haina muunganisho, haitafanya kazi. Lazima kanisa liwe na muunganisho. Na muunganisho huu na Mungu ni kuliitia jina. Ni wakati tunaliitia jina, o Bwana Yesu. Tunapoliitia jina, tunashikanishwa na Mungu. Na tunaposhikanishwa na Mungu, tunajazwa na neno. Hatuwezi kuwa na muunganisho peke yake. Lazima kuwe na lengo, na ni kupokea kweli. Tunajazwa na kweli kupitia neno. Oh Bwana Yesu, niko wapi sasa? Ndio maana katika Warumi 12:2 inasema, na mugeuzwe kwa kufanywa upya kwa akili zenu. Tunahitaji kubadilishwa. Roho yetu ibadilishwe. Hatuwezi kuendelea kuishi katika ubatili wa mawazo yetu. Lazima tuanze kwa kubadilishwa akili zetu. Na tutabadilisha aje akili zetu? Ni kuweka akili yetu kwenye roho ambayo ni neno. Hivyo kanisa, ili kanisa liwe kamili ya yule ambaye anajaza kila kitu katika kila kitu. Ndugu, kwanza tunahitaji kujitwalia kabisa kwa Kristo. Tuwe katika Bwana. Tukubali Yesu atujaze na kweli yote, ukweli ambao unatoka kwa Mungu. Tunahitaji utakaso, na kwa njia ya kusafishwa kwa maji kwa neno. Nilisoma jana katika Waefeso 5:26-27, kusafishwa kwa maji kwa neno. Vipengele vya mtu wetu wa zamani, vipengele vya ubatili wa mawazo yetu vitabadilishwa na vipengele vitakatifu vya uzima na asili ya Mungu. Na Mungu anatujaza na Kristo, akitujaza na ukweli, ili tuweze kuwa watakatifu na bila doa. Kwa hivyo ndugu, lengo la uumbaji wa mwanadamu ni ili kila kitu kitawaliwe na Kristo. Na lengo la uumbaji wa mwanadamu ni ili kila kitu kitawaliwe na Kristo, na kwa njia ya kanisa. Na leo Kristo amekalia mkono wa kuume wa Mungu. Ile tunaliona katika Zaburi 111. Wacha tuangalie. Bwana alimwambia Bwana wangu, keti mkono wangu wa kuume, mpaka niweke maadui wako chini ya miguu yako. Bwana atatuma kutoka Zayuni fimbo ya uweza wake, akisema, tawala kati ya maadui wako. Ndugu, Kristo alipofufuka, Mungu alimuinua kamruhusu kuketi mkono wake wa kuume. Na Mungu alimwambia, kaa hapa mpaka niwaweke maadui wako wote. Hiyo inamaanisha wewe tayari uko juu ya yote, lakini si wote wametawaliwa nawe. Basi nitawaweka maadui wako wote chini ya miguu yako. Na atafanyaje hivyo? Kwa sababu Kristo tayari yuko huko. Nani atafanya kazi hii duniani? Kanisa, wewe na mimi. Hapa inasema atatuma kutoka Sayuni fimbo ya uweza wake. Sayuni ni nini? Sayuni ni sehemu yenye nguvu ya kanisa ambayo inahusika na ufalme wa Kristo, ufalme wa Mungu. Ni ngome ya Daudi inayolinda ufalme wa Daudi. Amen. Basi wewe unataka kuwa sehemu ya Sayuni. Wewe sio tu Mkristo,
sio tu mwanachama wa mwili O wa Senhor Kristo, precisa lakini de wewe ni muitos sehemu aqui na ya Bahia, Zayuni. Sergipe, que estejam Sayuni ni engajados. sehemu hiyo inayojihusisha na vita vya Os ufalme. adolescentes, Wewe umejihusisha os na vita vya capitães, ufalme. os valentes de Davi, os Bwana intendentes, anahitaji wengi hapa homens, mulheres, ambao todos nós wamejihusisha, estamos engajados vijana, nessa luta makapteni, pelo reino. Então nós vamos mashujaa wa Daudi, o Senhor vai, masimanzi, o Pai vai enviar wanaume, o cetro wanawake, do sisi poder de sote Cristo para vencer. E não só isso, versículo tunahitaji 3, nem preciso falar muito. kuwa katika o Senhor vita mandou hivi as vya gotas ufalme. de orvalho. Nossos adolescentes, Basi tutatoa, a Bwana partir de anatuma 2021, 2022, irmãos, anatuma começou a fimbo ya chover uweza wa Kristo como kushinda, orvalho, na si né, do tu céu. hivyo, O Senhor foi nos dando tantos adolescentes. na sisi Portanto, irmãos, não vamos parar de trabalhar vijana com os wetu kuanzia adolescentes. mstari wa karne ya 20, 21, 22, quando tinha ndugu, kuanzia 13, kunyesha 14 anos, kama hoje já manyunyu estão kutoka com 17, mbinguni. 18 Bwana anos. alitupa vijana wengi. Já estão Kwa na hivyo frente da ndugu, batalha. tusiache kufanya kazi na vijana. Esses já Vijana têm kuanzia mwaka wa alguns 21 que estão no Japão, walipokuwa na umri wa miaka outros estão na 13, Europa, 14, outros leo estão wako na aonde? miaka Na 17, África. 18, Esses que eram tayari adolescentes em wako mstari wa 2021, mbele wa vita. hoje já estão na frente da batalha. Irmãos, Hao wengine se wako Japani, concretiza esse wengine wako Ulaya, exército de homens wengine santos wako que Deus wapi, queria wako formar, Afrika. está formando. Hawa ambao walikuwa Senhor vijana Jesus. mwaka wa 21 Eu posso falar leo muito, tayari fico wako animado mstari com wa isso. mbele wa vita. Meu, Ndugu, fico meio inatimiza entusiasmado porque, irmãos, jeshi hili la vijana watakatifu finalmente ambalo o Senhor tem Mungu esperança de poder alitaka concretizar kuunda. sua vontade. Em Apocalipse Mimi siwezi 14, sema mambo mengi kwa sababu najazwa na furaha, naweza furahi sana, nina hamu kwa sababu ndugu, olhei hatimaye Bwana e eis o Cordeiro em pé sobre ana o monte matumaini ya Sião, kutimiza e com mapenzi ele yake. Katika Ufunuo 14:1, 144.000 tendo na fronte escrito o seu nome, Ufunuo e o 14 nome de seu mstari Pai. wake ni Irmãos, wa aqui kwanza. estão os que lutaram pelo reino. Serão 144.000 sobre o monte Sião. Niliangalia na tazama, mwana wa kondoo amesimama juu ya mlima Zayuni, na pamoja naye wako 144,000 wenye jina lake na jina la Baba yake limeandikwa kwenye paji la uso. Hawa ni wale ambao walikuwa wako katika vita za ufalme, walikuwa katika mlima wa Sayuni. Unataka kuwa mmoja wa hao? Mimi nataka kuwa sehemu yao. Na wakiwa na jina lake na jina la Baba yake limeandikwa kwenye paji la uso. Mstari wa 4 unasema, hawa ndio ambao hawakujichafua na wanawake, kwa maana wao ni wasafi. Wao ndio wafuasi wa Bwana Kondoo popote atakapokwenda. Wao ndio waliokombolewa miongoni mwa wanadamu, matunda ya kwanza kwa Mungu na kwa mwana wa Kondoo. Oh Bwana Yesu. Bwana ametukomboa miongoni mwa wanadamu, na sisi ndi matunda ya kwanza ya Mungu. Na ndani ya vinywa vyao hawana madoa. Kwa nini? Kwa sababu tumehesabiwa katika Ufunuo 19 mstari wa 11. Nikaona mbingu wazi, na tazama farasi mweupe, na yeye aliye juu yake aitwa Mwaminifu. Na mstari wa 14 unasema, na jeshi lililokuwa mbinguni likamfuata wakiwa wamepanda farasi meupe, wamevaa mavazi ya kitani mweupe safi. Ni nani hawa? Hawa ndio wale wanaoshinda, ambao tayari wamebebwa mbinguni, wameitwa kuja pamoja na Kristo katika vita ya mwisho dhidi ya mpinga Kristo na nabii wa uongo. Pamoja na majeshi watakaofuata ambao yatawazingira watu wa Mungu Yerusalemu. Kwa hivyo ni nini ambacho kinafuata? Katika mstari wa 20, lakini mnyama alikamatwa na pamoja naye nabii wa uongo, na wote wawili
Você quer fazer parte? wakatupa moja kwa moja ndani ya ziwa la moto Mandar a pista lenye kuchomeka kwa kiberiti. Ndugu, para o lago hii de ndiyo fogo. kazi yetu. Unataka kuwa sehemu yake? Mas Satanás será preso Sisi e ficará por um tempo. tutampeleka mnyama na nabii Mas wa nesse meio uongo tempo, kwenye ziwa la moto. Virá o Oh reino Bwana Yesu! de nosso Senhor Lakini Jesus shetani Cristo. atafungwa Vai reinar por 1000 anos. na E nesses kubaki 1000 anos, mule versículo kwa muda 6. fulani, Você quer lakini fazer katika parte kipindi deles? hicho Bem-aventurados e santo. ufalme wa Bwana wetu Bem-aventurado Yesu e santo é Kristo aquele que tem utakuja, parte atatawala na kwa primeira miaka ressurreição 1000. sobre Katika esses mstari a wa 6, segunda morte unataka kuwa não mmoja tem wa hawa? autoridade, pelo contrário, Heri serão na mtakatifu sacerdotes yeye de aliye na Deus sehemu katika e ufufuo wa kwanza. Mauti ya pili Deus e hayana de Cristo. mamlaka juu E yao, reinarão com bali ele watakuwa os 1000 makuhani wa Mungu anos. na wa Kristo, na watatawala pamoja Você quer naye kwa reinar? miaka 1000. Eu quero reinar com o Senhor. Aí, os 1000 Watatawala anos, mwaka finalmente na terra 1000. haverá Unataka kutawala? reino onde Mimi nataka realmente kutawala há pamoja na justiça, Kristo. realmente a paz, tá? E só que no final do milênio, Satanás será Ndugu, solto. katika miaka Será solto 1000 por quê? hatimaye dunia Porque ele kutakuwa na ainda ufalme precisa provocar a ambapo última kutakuwa na rebelião. haki na O amani Senhor kweli, quer lakini limpar mwisho da terra wa toda milenia rebelião, toda shetani resistência atafunguliwa. ao encabeçamento de Cristo. Kwa nini? Então ele vai levantar, ele vai Kwa seduzir sababu as bado nações, anahitaji os 4 kusababisha cantos da uasi terra, em wa Gog mwisho. e Magog. Bwana Ele anataka vai, kusafisha dunia bom, kutoka também kwa vai ser uasi derrotado. wote Ele na vai ser upinzani derrotado dhidi ya e uongozi wa Kristo. finalmente, Kwa no hivyo versículo atawafanya 10, mataifa o kutoka diabo, pembe o zote nne sedutor za deles dunia, foi Gog na lançado Magog, dentro do lago de fogo kujiunga na uasi e wake. enxofre, onde já se encontram não somente a besta, Lakini como também pia o falso atashindwa. profeta, e Na serão hatimaye atormentados kwenye de mstari wa dia e 10, de noite pelo ibilisi século huyo dos séculos, irmão. Eles serão lançados com nosso auxílio. Nós vamos lançar mwadanganyaji Satanás para o lago de akatupwa fogo ndani ya definitivamente. ziwa la moto na kiberiti, Aí vem o quê? ambamo Vem tayari yumo mnyama o na juízo nabii wa final de uongo, Deus. na watateswa Deus mchana na usiku estabelece kwa seu milele grande na trono milele. branco. Ndugu, watapelekwa Ele huko vai kwa julgar msaada wetu. todos Amen. os mortos, Sisi né? tutampeleka Não os shetani santos kwenye já ziwa foram la moto julgados, kabisa. tá? Os mortos. Aí, então, irmãos, o Kicha versículo 14. kitachokufuata ni nini? Então a morte e o Hukumu ya inferno, mwisho ya morte e o Mungu. Hades, Mungu ataweka serão kiti chake lançados kikubwa para cha dentro hukumu do lago na de atahukumu fogo. wafu wote, Esta é sio a watakatifu, segunda kwa maana morte, o wamehukumiwa lago tayari. de Kwa hivyo fogo. katika mstari wa 14, Irmãos, a partir desse momento, kisha tudo que mauti resiste na contra o kuzimu encabeçamento de Cristo, zitatupwa ndani vamos ya dar uma ziwa la olhada em moto. 1 Hii Coríntios 15. ndiyo mauti ya pili, Ó, Senhor ziwa la Jesus. moto. Ndugu, kuanzia wakati Aguenta huo mais um pouquinho, não? kila 1 Coríntios kitu 15, kinachopinga uongozi wa Kristo, Versículo- tutaangalia Wakorintho Versículo waraka wa 25. kwanza wa Korintho 15. O Bwana Porque Yesu convém Mungu que ele atatusaidia reine kidogo zaidi. até que Wakorintho haja posto 15. todos os inimigos Waraka wa debaixo kwanza wa dos Korintho 15 pés. mstari wa 25 Cristo unasema, reinou por 1000 anos, mas ainda faltava kwa maana inapaswa última atawale rebelião, últimas mpaka coisas a serem tratados, tá? amewatia Aí o último adui inimigo zote a ser destruído chini, é a morte. adui Não wote haverá mais chini morte. ya miguu yake. Kristo alitawala Satanás kwa foi miaka lançado ao lago 1000, de fogo. lakini bado A kulikuwa morte na foi uasi lançado wa lá dentro mwisho do lago de fogo. na mambo ya Irmãos, mwisho não tem yanayopaswa mais kushughulikiwa. nada que não esteja sujeito a Adui wa Cristo. mwisho E quando chegar nesse atakayebatilishwa momento, o que ni aconteceu? mauti. O que vai acontecer? Hakutakuwa na mauti tena. Shetani ameshapelekwa kwenye ziwa la moto, mauti imepelekwa kwenye ziwa la moto. Ndugu, hakuna tena kitu chochote ambacho hakiko chini ya Kristo. Na wakati tutakapofika wakati huo, itatokea ni nini? Mstari wa 24, na kisha itakuja mwisho. Ndugu, huu ni mwisho wa nyakati.
Kisha itakuja mwisho atakapowapa Mungu Baba ufalme, atakapokuwa ameharibu kila utawala na mamlaka yote na kila kitu kinachopingana na utii wa uongozi wa Kristo kitaharibiwa na kutupwa motoni. Katika mstari wa 27, kwa sababu amewatia vitu vyote chini ya miguu yake, na anaposema kwamba vitu vyote vimemtii, kwa hakika haina maana yeye aliyevitia vyote chini yake. Hapana, haimjumulishi Mungu Baba. Mungu Baba hatii kwa Mwana. Basi wakati vitu vyote vitakavyokuwa vimemtii, ndipo Mwana mwenyewe atamtii yeye aliyevitia vyote chini yake, ili Mungu awe yote katika wote. Ndugu, basi wakati huo utakapotokea, ndugu, huo ndio mwisho wa nyakati. Katika Ufunuo 21, mwisho wa wakati kuingia kwa nini? Vile Ufunuo 21, nikaona mbingu mpya na nchi mpya, kwa maana mbingu ya kwanza na nchi ya kwanza zilikuwa zimepita, na bahari haipo tena. Yote yalikuwa katika wakati yameisha. Sasa mbingu mpya na nchi mpya haziishi tena katika wakati. Pia nikaona mji mtakatifu Yerusalemu mpya ukishuka kutoka mbinguni, kutoka kwa Mungu, umetayarishwa kama bibi harusi aliyejipamba kwa ajili ya bwana wake. Nikaona sauti ikitoka kwenye kiti cha enzi ikasema, tazama, hema ya Mungu iko kati ya wanadamu. Mungu ataishi pamoja nao, nao watakuwa watu wake, na Mungu mwenyewe atakuwa pamoja nao. Kuna tafsiri nzuri zaidi ya mwisho huu katika Biblia ya Yerusalemu inayosema, na yeye, akimaanisha Mungu, na yeye, jina la Mungu huyu sasa ni nini? Na yeye Mungu pamoja nao. Amina. Mungu atakuwa na jina la ushirika, Mungu pamoja na wanadamu, na yeye Mungu pamoja na wanadamu atakuwa Mungu wao. Angalieni katika milele, angalieni kinachotokea. Aya 4, wakati kila kitu kitakapotii, si tu Kristo bali Mungu, na atafuta kila chozi kutoka machoni mwao. Leo ndugu, bado tuna machozi tunapopanda neno. Wala wanaolia, sivyo? Hizi ndugu na dada, tunapohubiri Injili, tunapigania ufalme, tuna pingamizi nyingi, mateso mengi, bado tuna machozi. Lakini siku hiyo Mungu atafuta machozi yetu, na kifo hakitakuwako tena. Hakutakuwa na majonzi wala kilio wala maumivu, kwa maana mambo ya kwanza yamepita. Mambo ya kwanza ni yale yaliyo na mipaka ndani ya wakati, sasa yameisha. Yeye yuko juu ya kiti cha enzi akasema, tazama, ninafanya vitu vyote vipya. Akaongeza, andika, kwa maana maneno haya ni ya kweli na yakinifu. Akaniambia zaidi, yote yamekwisha. Mimi ni Alfa na Omega, mwanzo na mwisho. Ndugu, yeye ndiye aliyezindua wakati, naye ndiye anayemaliza wakati. Yeye aliye na kiu nitampa bure kutoka chemichemi ya uzima wa maji. Mshindi nitampa haya, nami nitakuwa Mungu wake, naye atakuwa mwanangu. Haleluya! Lakini kwa wale wanyoofu, nataka kuwa mnyoofu, waasi, wachukizwa, wauaji, wasiofaa, wachawi, waabudu sanamu na wote waongo, sehemu yao itakuwa ndani ya ziwa lenye moto na kiberiti, ambao ni kifo cha pili. Lakini sisi hatutakuwa huko, tutakuwa katika milele pamoja na Bwana wetu. Haleluya, amina.